Praise the Lord. Bwana asifiwe. I don't even know what to say. Sijui niseme nini. But first I want to give thanks to God. Lakini kwanza nakumshukuru Mungu. Because He's the one who has created us today. Sababu yeye ametuumba leo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. He has enabled us to be here this day. Ametuwezesha kuwa hapa siku ya Not leo. for the Lord. Kama si Bwana, Where would we be? tungekuwa wapi? I want to recognize Baba Robert as well. Nataka pia kujulia Baba Robert. This man, when we came this morning, Huyo tulipokuja siku ya leo, he's the first one who had the microphone. yeye ndio wa kwanza alikuwa na kipaza sauti. And he has had the microphone almost throughout. Na amekuwa na kipaza sauti karibu wakati wote. He had the microphone all the So time. he needs the grace of God. Anahitaji neema ya Mungu Translate. kutafsiri. Bwana asifiwe. Praise the Lord. As we preach today. Tunapohubiri leo, So I'll try to go at a slower pace today. nitaenda kwa mwendo wa polepole leo, Kwa sababu nakuhurumia ndugu. because he teaches But me. God bless you so much Na Mungu akubariki sana because of what you do. kwa yale unayofanya. Like the pastor is saying, Na pasa na mchungaji anasema recognize what God has put in you. tumetambua kile Mungu ameweka ndani yako. I don't want to take anything for granted. Sitachukua chochote kwa mzaha. I know it's an opportunity that God gives us ever so often. Najua ni nafasi Mungu anatupatia mara kwa mara. Like the pastor said, Kama tunavyosema, and I'm very humbled as I stand before you. nanyenyekea sana kusimama mbele yenu. But first I'm humbling before God Himself. Lakini kwanza nanyenyekea mbele za Mungu And I mwenyewe. know God gives us an opportunity. Na najua Mungu anatupatia nafasi. It's not that I am better than any of you. Si kwa mimi nafaa kuliko wengine. It's not that you are better than anybody Si else. kwa wewe unafaa kuliko wengine. In fact, given an opportunity like I have, Ukipewa nafasi kama nimepewa, maybe you can preach even better than I can. labda unaweza kuhubiri vizuri kuliko mimi. Maybe you can even lead better than I can do. Labda unaweza kuongoza vyema kuliko mimi naweza But fanya. God has given us this opportunity now. Lakini Bwana anapatia nafasi So sasa. I don't want to take anything for granted. Kwa hivyo sasa kuchukua chochote kwa And mzaha. I invite you to come together as we go to the Word of Na God. nawaalika twende kwa pamoja tunapoingia kwa neno la Mungu. You know, I recognize in this church Natambua kanisa hili that we have people who have gone through so many situations. ya kwamba kuna watu wamepitia mambo mengi. And my prayer today, Na ombi langu leo, may the Lord speak to you. na Bwana May akunelee, the Lord show you the way. na Bwana kuonyeshe May njia, the Lord give you the strength you need. na Bwana kupatie nguvu unazohitaji. Because I don't want to come here and sugarcoat. Sasa msikuja hapa ni warebeshe. No, I'm not coming here to tell you that life will be simpler. Sitakuja hapa niwaambie kwamba maisha yatakuwa rahisi. No, La I hasha. will be lying if I say that. Nitakuwa nadanganya nikisema But we hivyo. have one who we can lean on. Lakini kuna mmoja tunaweza And kumwegemea, if we lean on him, na tukimwegemea yeye then he will show us the way. atatuonyesha njia. And even though things are hard, Ijapokuwa mambo ni magumu, then he will make them easy for us. atafanya mambo kuwa rahisi So kwetu. I'm here to declare about Jesus, Ndipo hapo kutangaza kuhusu Yesu, the author mwandishi, and the finisher mwanzilishi na mkamilishaji of our lives. wa maisha yetu. My name for those who are new in this church Majina yangu kwa wale wageni kanisani, is Michael Bogwagadua, Michael Mbogwa Gadua, and I'm married, na nimeoa, and my wife is right there, na mke wangu yuko pale, and she just rose her hand. So na amenyosha mkono wake, and I'm happy that I have her as a wife. na nina furaha kuwa niko naye kama mke wangu. Hallelujah. Haleluya. So we shall go together in the Word of God. Tutaenda kwa pamoja kwa neno la And Mungu. I'm sure the Lord will bless us today. Na ninaamini kwamba Bwana atatubariki leo. I'm a person who likes reading the Bible and reading long scriptures. Mimi ni mtu ambaye anapenda sana kusoma maandiko marefu katika Biblia. And it is because even if I miss out a point, Na ni kwa sababu hata nikikosa jambo moja, you have had this point in the Word of God. umepata hili jambo kwa neno la Mungu. So this morning we shall read a whole chapter. Subira tutasoma aya mzima. And then we shall go very quickly and we shall talk about this chapter. Na kisha tutapitia kwa haraka kisha tutazungumzia. We shall read together in the book of John chapter 10. Tutasoma pamoja kitabu cha Yohana 10. And I'm telling you, we shall read the whole chapter, it's not that long. Na mlango huo si mrefu sana. And we shall go together. Na tutaenda kwa pamoja. If you have an English Bible, you can open it. Kama una Biblia Kiingereza unafungua. If you have a pen and a paper, you can take notes. Kama una karatasi na kalamu chukua, unaweza Because I am kuandika sure you will not remember every word I say. sababu unajua unakumbuka kila neno nitakalolisema. Kinakili hapa na pale utaweza kuelewa zaidi. You can, when you write here and there, you'll be able to understand well. John chapter 10 and verse number 1 to the end. Yohana
10 kuanzia mstari wa kwanza reading in Swahili, you can follow in English. Kweli nawaambieni, yoyote yule asiyeingia katika zizi Sorry, it's John chapter 9. Sorry, it's John chapter 9. Poleni sana, samahani, Yohana 9. It's John chapter 9 verse 1 to the end. Rudini nyuma, ni Yohana 9. Yes, the Bible says, Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu mmoja kipofu tangu kuzaliwa. Basi wanafunzi wakamuuliza, "Mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi? Mtu huyu ama wazazi wake, hata akazaliwa kipofu?" Yesu akajibu, "Jambo hili halikutukia kwa sababu ya dhambi yake yeye, wala dhambi ya wazazi wake, ila alizaliwa kipofu ili nguvu za Mungu ionekane ikifanya kazi ndani yake. Tukiwa bado mchana, yatupasa kuendelea kufanya kazi ya yule aliyenituma, maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya kazi. Wakati ningali ulimwenguni, mimi ni mwanga wa ulimwengu." 6. Baada ya kusema hayo, akatema mate chini, akafinyaza tope, akampaka yule kipofu machoni, akamwambia, "Nenda ukanawe katika bawa la Siloamu," maana ya jina hili ni aliyetumwa. Hapo huyo kipofu akaenda akanawa, kisha akarudi akiwa anaona. Basi jirani zake na wale waliokuwa wanajua kwamba hapo awali alikuwa maskini muombaji, wakasema, "Je, huyu siye yule maskini aliyekuwa akiketi na kuomba?" Baadhi yao wakasema, "Ndiye." Wengine wakasema, "La, ila anafanana naye." Lakini huyu aliyekuwa kipofu akasema, "Ni mimi." Basi wakamuuliza, "Sasa macho yako yalipataje kufunguliwa?" Naye akawajibu, "Yule mtu aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka machoni na kuniambia, 'Nenda ukanawe katika bawa la Siloamu.' Hapo mimi nikaenda nikanao, nikapata kuona." Wakamuuliza, "Yeye yuko wapi?" Naye akawajibu, "Mimi sijui." Kisha wakampeleka huyu mtu aliyekuwa kipofu kwa Mafarisayo. Siku hiyo Yesu alipofanya tope na kumfungua macho mtu huyo, ilikuwa siku ya Sabato. Basi Mafarisayo wakamuuliza mtu huyo, "Umepataje kuona?" Naye akawaambia, "Alinipaka tope machoni, nami nikanawa, na sasa naona." Baadhi ya Mafarisayo wakasema, "Mtu huyo hakutoka kwa Mungu, maana hashiki sheria za Sabato." Lakini wengine wakasema, "Mtu mwenye dhambi awezaje kufanya ishara za namna hii?" Kukawa na mafarakano kati yao. Wakamuuliza tena huyo mtu aliyekuwa kipofu, "Maadamu yeye amekufungua macho, wasemaje juu yake?" Naye akawaambia, "Yeye ni nabii." Viongozi wa Wayahudi hawakusadiki kwamba mtu huyu alikuwa kipofu hapo awali na sasa anaona, mpaka walipowaita wazazi wake. Basi wakawauliza hao wazazi, "Je, huyu ndiye mtoto wenu ambaye nyinyi mnasema alizaliwa kipofu? Sasa amepataje kuona?" Wazazi wake wakajibu, "Tunajua kwamba huyu mtoto wetu na kwamba alizaliwa kipofu. Lakini amepataje kuona sisi hatujui, na wala hatumjui yule aliyemfungua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, anaweza kujitetea mwenyewe." Wazazi wake walisema hivyo kwa sababu waliogopa viongozi wa Yahudi, kwani viongozi hao walikuwa wamepatana ya kwamba mtu yeyote atakayefikiri kwamba Yesu ni Kristo atafukuzwa nje ya sinagogi. Ndiyo maana wazazi wake walisema, "Yeye ni mtu mzima, muulizeni." Basi wakamuita tena huyo aliyekuwa kipofu, wakamwambia, "Sema ukweli mbele ya Mungu. Sisi tunajua kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi." Yeye akajibu, "Kama ni mwenye dhambi mimi sijui, lakini kitu mmoja najua,
nilikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamuuliza, alikufanyia nini? Alikufunguaje macho yako? Huyo mtu akawajibu, nimekwisha waambieni nini, hamkusikiliza. Kwa nini mnataka kusikia tena? Je, nyinyi pia mnataka kuwa wafuasi wake? Lakini wao wakamtukana wakisema, wewe ni mfuasi wake, sisi ni wafuasi wa Mose. Sisi tunajua kwamba Mungu alisema na Mose, lakini mtu huyu hatujui ametoka wapi. Naye akawajibu, hii ni jambo la kushangaza. Nyinyi hamjui ametoka wapi, lakini amenifungua macho yangu. Tunajua kwamba Mungu hawasikilizi watu wenye dhambi, ila husikiliza yeyote mwenye kumcha na kutimiza mapenzi yake. Tangu mwanzo wa ulimwengu haijasikika kwamba mtu amewafumbua macho ya mtu aliyezaliwa kipofu. Kama mtu huyu hakutoka kwa Mungu, hangeweza kufanya chochote. Wao wakamjibu, wewe ulizaliwa na kulelewa katika dhambi, unawezaje kuturudisha sisi? Basi wakamfukuza sinagogi. Yesu alisikia kwamba walikuwa wamemfukuza sinagogi. Basi alipomkuta akamuuliza, je, wewe unamwamini mwana wa mtu? In English, do you believe in the Son of God? Huyu mtu akajibu, Mheshimiwa, niambie yeye ni nani ili nipate kumwamini. Yesu akamwambia, umekwisha muona, naye ndiye anasema nawe sasa. Amen. Basi huyo mtu akasema, ninaamini Bwana, akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni kutoa hukumu, kusudi wasioona wapate kuona, na wale wanaona waweze kuwa vipofu. Baadhi ya Mafarisayo walikuwa pamoja naye, walisikia maneno hayo, wakamuuliza, je, sisi pia ni vipofu? Yesu akawajibu, kama mngekuwa vipofu hamngekuwa na hatia, lakini sasa ninyi mnasema sisi tunaona, na hiyo inawafanya kuwa na hatia. Na mwisho, and many believed in him. Yani wengi. So for the last one, Jesus said to them, if you were blind, you would have not seen. But now you say we see. Therefore, your sin remains. Praise be to the Lord. We have read a whole chapter. Tumesoma aya nzima, but we shall not go through the whole chapter. Lakini tutapitia mlango wote. I can maybe preach about 5 scriptures, messages on this particular chapter. Labda naweza kuhubiri mahubiri 5 kupitia maandiko tumesoma. But today we shall just preach one message. Lakini leo tutahubiri ujumbe mmoja tu. And we are asking ourselves, na tujiulize wenyewe, in a situation, kwenye hali, what is your testimony? Ushuhuda wako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Yani katika hali ambayo uko, in your situation, yani what is your testimony? Ushuhuda wako ni nini? The testimony of this man. Ushuhuda wa mtu huyu. This is the body of our sermon today. Hili kichwa cha ujumbe wetu leo. If you know the Jews perceived, ukijua Wayahudi, they perceived, walifuatilia that for a person to be born blind, ili mtu akiwa amezaliwa kipofu, or for a person to have such a situation, ama mtu awe na hali fulani ya kipofu, there must be a sin somewhere. Lazima kuwe na dhambi mahali. And that's why their question, na hivyo sababu wanauliza, was not what happened. Si kwa yale yaliyotukia. The question was, swali lilikuwa ni who sinned? Nani aliyetenda dhambi? There must be a sinner somewhere. Lazima kuwe na mtenda dhambi. Ni nani aliyetenda dhambi? Is it the parents of this boy? Je, wazazi wa huyu mtu? Or is it the boy himself? Ama huyu jamaa mwenyewe? Who sinned? Ni nani aliyetenda dhambi? In the situation we are going through today. Kwa hali unapitia leo. What happened? Ni nini kilifanyika? What happened? Nini kilifanyika? How do you find yourself there? Ulijipataje pale? Na watu wanakuwa na jawabu. There are people who have answers. There are people who have answers. You are suffering.
wanakuwa na jawabu. Then when you are suffering, Mchungaji anateseka. the pastor is suffering. Mchungaji anateseka. The pastor is suffering Kwa sababu hii. because of Na this sababu ile. and because of that. Wanajua tayari. They already know. These Jews knew already. Wayahudi walijua tayari. They knew there was a sin. Walijua kulikuwa na dhambi mahali. And they knew that the sin was the parent or the boy himself. Na walijua kwamba dhambi ni wazazi ama kijana mwenyewe. But the answer Jesus gave. Lakini jibu Yesu alilotoa, This happened. hii ilitendeka So God may be glorified. ili Mungu It is my atukuzwe. prayer today. Ni ombi langu leo, In whatever situation you are, kwa hali ambayo may uko, the name of God be glorified. wacha jina la Mungu litukuzwe. You ever go through, Kwa mambo unayopitia, may the name of the Lord be na glorified. jina la Mungu litukuzwe. Katika shida yoyote, In every jambo trouble, imekukamba the trouble ama coming imekukamba baada ya hii somo, after this service, ombi letu ni hili: Mungu atukuzwe kwa sababu ya hilo. may God be glorified because of what So you are going through. Jesus told them, Yesu akamwambia, this happened haya yalitukia so the name of God may be glorified. ili jina la Mungu liweze kutukuzwa. And then Jesus went ahead Na Yesu akaendelea and did something which is unusual. akafanya jambo ambalo si la kawaida. The Bible says he spat on the ground Biblia inasema akatema mate chini kwenye ardhi and he made clay. na akafanya udongo, And this reminds me of the creation of God. na inanikumbusha maumbile kila Mungu Remember, we are aliumba. all from the dust. Kumbuka wote tumetoka mchangani. So Jesus comes back to the dust. Yesu anarejea mchangani. Jesus, who is in the creation, Yesu bado angali anaumba, he comes back to the dust. anarejea kwa The mchanga, dust from which you were created. mchanga ambapo wewe nami The tuliumbwa, dust from which I was created. mchanga ambao mimi pia niliumbwa, And he made clay or he made mud with his own saliva. na akafanya udongo kwa mate It's like yake. he's putting his own life in the soil. Ni kama alikuwa anatema maisha ya And uhai then he wake kwa anointed mchanga. the eyes of this guy. Na kisha anapaka macho ya huyu jamaa. Think of a man who is blind. Hebu fikiri mtu aliyekuwa He has kipofu, not even seen within all these things. hajawahi kuwa kuona kitu chochote, But this man has put mud in his eyes. lakini mtu akaweka matope machoni But mwake. the Bible says clearly, Na Biblia inasema kwa kinaganaga, Jesus anointed his eyes. Yesu akatakasa macho yake. Jesus marked this man. Yesu akamweka alama huyu mtu, He marked this man. akamweka alama huyu And he mtu, said, this man shall be my follower. na akasema huyu mtu atakuwa mfuasi This wangu, man shall be a believer. huyu mtu atakuwa mwaminio, I'm marking him with the clay. na mweka alama kwa I'm udongo, marking him with my saliva. na mweka alama kwa mate Praise the yangu. Lord. Bwana Today we asifiwe. are marked by the blood of Jesus. Leo tumekuwa alama kwa damu ya Yesu. Tumepigwa kwa damu ya Yesu. We have been marked by the blood This of mark Jesus. will never fade. Alama hii This haitaisha, mark will never go away. alama hii haitaondoka, This mark shall be powerful all the time. alama hii itakuwa na nguvu kila The wakati. man was marked by Jesus. Huyu mtu akawekwa alama na Yesu, And then Jesus told him, kisha tukamwambia, go and wash your face. nenda ukaoshe uso wako, And he sent him to a particular place. na akamtuma kwa mahali fulani. What baffles me is the obedience of this guy. Kile kinachomshangaza ni utiifu wa huyu mtu. Imagine a blind man. Hebu fikiria mtu kipofu And he has been added mud unto his eyes. na ameongezewa matope kwa macho I yake. cannot really imagine how he was feeling. Naweza tu tafakari vile alikuwa akihisi. You just go and try. Wewe nenda ujaribu, Close your eyes funga macho yako and put a lot of mud on your eyes. na uweke matope mbele And ya put moyo your wako. mouth to feel. Uniambie utasikia And vipi. then he's been told, Na akaambiwa go. nenda. Haambiwi ni hapa. He is not told it's here. Anaambiwa enda. He is told go. It does not matter what has happened to you. Haijalishi kimetendeka We kipi need kwako. to have obedience. Lazima tuwe na Bwana utiifu. asifiwe. Praise the And Lord. this man obeyed. Na huyu mtu akatii And he went. na akaondoka, He obeyed. akatii, Even if he has not seen Jesus with his own eyes. hata kama hakuwa muone He Yesu does macho not yake, know what will happen after this. hakujua kupitia nini baada ya Maybe he hapo. doesn't even know who Jesus is. Labda hakujua hata Yesu ni nani. As he said later, I do not know him. Kama nilivyosema hapo mbele, But he obeyed. sijui ni nani, lakini akatii. I remember the words of the prophet Samuel Nakumbuka maneno ya nabii Samueli when he was talking to Saul. alipokuwa akizungumza naye Sauli. In 1 Samuel 15 and 22. Samueli wa kwanza 15:22. And
Samuel told Saul, Na Samueli akamwambia Sauli, obedience is better than sacrifice. kutii ni bora kuliko malipo. Obedience is better than sacrifice. Kutii ni bora kuliko And malipo. this man obeyed. Na huyu mtu akatii. And he went and washed his eyes. Na kaenda na akanawa macho yake. And you know what happened? Unajua kitendeka nini? When he washed his eyes, Aliponawa uso, he could see. alianza kuona. Praise be to the Lord. Bwana asifiwe. When you obey the Lord, Unapomtii Bwana, things which have not been mambo ambayo hayakuwa will come to be. yatafanyika kuwa. Mambo ambayo hayakuwepo Mambo ambayo hayakuwepo yatakuwa. yatakuwa. If only you can obey. Kama tu tutatii. And this man obeyed, Huyu mtu akatii and he came back seeing. na karudi akiona. I would imagine everybody would be clapping and celebrating. Na kila mtu alipiga makofi kusherehekea. Clapping and celebrating. Watu walikuwa wakipiga makofi I kusherehekea. would imagine even the neighbors would be celebrating. Na wana pia majirani wakisherehekea. I would imagine they would be celebrating. Na tumai kumekuwa na kusherehekea. But they are not celebrating. Lakini hawasherehekei. They are asking questions. Wanauliza maswali. One as if you Praise the Lord. don't think that everybody will celebrate your answer. Usidhani kila mtu Do atashangilia not think majibu yako. everybody is there to celebrate with you. Usidhani ya kwamba kila mtu anakuwa pale kusherehekea nawe. Praise the Lord. It does not matter. Haijalishi. Whether they celebrate or Ya not, kwamba atasherehekea the man's testimony was, na ushuhuda ulikuwa ni I was blind, nilikuwa kipofu, and now I see. lakini sasa naona. Others are asking, Wengine wanauliza, is it him? je, yeye Or does he look like him? anafanana kama And yeye? others are saying it is him. Na wengine wanasema ndiye ni But yeye. they are saying it is not him. Na wengine wanasema la si. But he set the record straight. Lakini akaweka mambo wazi. With his testimony, he said, Kwa ushuhuda wake akasema, I could not see, sikuwa naona, but now I see. lakini sasa naona. And they're asking him, Na unamuuliza, what happened? alitendeka What nini? did he do to you? Na nani ilifanya? And his testimony is, Na ushuhuda wake he ni made mad, alitengeza udongo anointed my eyes, na akatakasa macho yangu. told me to go and wash my eyes, Na akaniambia niende nioshe macho and I yangu. obeyed, Na nilipotii, and things happened, mambo yakatendeka. and now I can see. Na sasa unaweza ona. Also the man's confidence. Huyu mtu alikuwa na ujasiri. He was very confident. Alikuwa na ujasiri. Even when the Pharisees asked him, Hata wakati Mafarisayo walimuuliza. and remember the Pharisees were not just simple people. Nakumbuka Mafarisayo watu wa kawaida. Imagine the chief priests were not just people like anybody else. Wakuu wa makuhani walikuwa tu kama watu wengine wale. These are the people who were the leaders of that time. Hawa ni watu walikuwa viongozi wa These are the wakati people ule. who would speak and everybody would keep quiet. Hawa ni watu waliozungumza kila mtu These are alinyamaza. the people who would come to your house and everything would change. Hawa ni watu walikuja ndani ya nyumba yako mambo yote These yabadilike. are the leaders. Hawa ni viongozi. And this boy was taken to the leaders. Na ukijana kapelekwa kwa viongozi. I can imagine they were trying to intimidate him. Naweza ona wakijaribu kumtia baridi. Walikuwa wanajaribu kumwogofya. Walikuwa wanajaribu kumwogofya. And I'm very happy because of how we started the message this morning. And that's how we started. Tulianza ushuhuda na Baba sababu. Roma told us Baba Roma tukakwambia. in Isaiah 41 and verse 10. Isaia 41. Do not fear. Usiogope. These people are trying to intimidate this man. Hao watu wanajaribu kumwogofya. They were trying to make him fear. Wanataka kufanya agope. They took him to the Pharisees. Wakampeleka kwa They Farisayo. took him to the highest of the highest Wakampeleka kwa wakuu wa wakuu in their land. katika nchi ile. But this man's testimony did not change. Lakini ushuhuda wa mtu huu haukubadilika. What can make you change your Ni testimony? nini kinaweza kufanya badili ushuhuda You wako? know, confidence is something you can build in. Ujasiri ni kitu ambacho unaweza kujenga. Confidence is something you can build in. Ujasiri ni kitu ambacho unaweza kujenga. And there are some things we do that make us be confident. Na kuna mambo tunafanya tu na ujasiri. And here I'll talk to parents for a moment. Na wacha nizungumze na wazazi kwa kifupi. Because we are the ones who can even install confidence in our young ones. Kwa sababu ni sisi tunaweza kuweka watoto wetu ujasiri. And I'm happy to see the young ones with us even in church. Nataka kuona hata wao wadogo tukiwa nao kanisani. Because when they are here, although sometimes we think they may not be getting anything, Kwa sababu wakiwa hapo tunaweza kufikiria kwamba hawapati chochote. they are getting something. Wanapata kitu. They are getting something. Wanapata kitu. So let's bring them to church. Kwa hivyo wacha tuwalete kanisani. So we can instill confidence in our children. Ili tuweke ujasiri kwa watoto wetu. And one way we can instill confidence in our children Na njia moja tunaweza
kuweka ujasiri kwa watoto wetu out there or even in church kule nje ama kanisani is allowing them to engage in sports. ni kuwakubali waingie kwa michezo. I'm not going out of the sermon. Sitoki nje ya ujumbe. We just want to be practical a little bit here. Tunataka kufanya kuwa watu wanaofanya siku ya When somebody engages in sports, ni kwa ruhusu waingie katika michezo. when somebody engages in sports, Wakati mtu anaingia kwa michezo and he gets challenges which he has not found before, na anapata upinzani ambao hajapata hapo mbeleni, those challenges will make him have confidence. upinzani huu unafanya awe na ujasiri, Especially if they have a good coach. hasa wakati wana mkufunzi tu And they'll be encouraging them. anapokutia nguvu, You can make it. unafaulu, You can do it. utaweza, You jump this high. utaruka hapa Tomorrow you jump higher than that. utaruka zaidi ya hapo. You went through this race. Ukipitia mbio hii And you got this point. ukipata anwani hizi, But tomorrow you do better. kesho utafanya mema, Today you make this shot. kesho unaweza piga, Today you make this shot. leo unaweza kuwa bado chini kidogo, Today you make this shot. Yani leo umeingiza hii bao. today you score this goal, But tomorrow you make even more. lakini kesho utafunga hii. Somebody who is encouraging you as you do sport. Ni mtu anayekutia nguvu unapoingia kwenye michezo. This will make somebody gain confidence. Hii itafanya mtu apate ujasiri. I have an example here of my wife. Nina mfano hapa na mke wangu. As the pastor said, I like talking about my wife. Kama mchungaji anasema napenda kuzungumzia mke wangu sana. Because really I have come from somewhere with this lady. Kwa hivyo we have come somewhere with this lady. Tumetoka mbali na huyu dada. We met when we were very young. Tulikutana tukiwa bado wadogo sana. In fact, she was only a teenager when we met. Alikuwa tu teenager tulipokutana. And she engaged in sports. Na alikuwa katika michezo. If there's a person who really engaged in sports in school, kama kuna mtu aliyekuwa ndani ya michezo kule shuleni, it's my wife before I met her. ni mke wangu kabla sijakutana naye. She tells me stories. Ananipatia kati hadithi. Lakini nikapiga muhuri wakati nilifunza shule ambayo alikuwa anasomea. But I testify when I went to teach where she was. And I found all the records. Na nikapata medali zote zile zilikuwa kwenye And I chuo. could only imagine this is the lady who is in my house. Na naweza tu kufikiri huyu ni dada ndiye ndani ya nyumba yangu. So she engaged in sports. Kwa hivyo alikuwa kwenye And michezo. this has made her gain a lot of confidence. Nimemfanya awe na ujasiri mwingi. And if I can give only two similar examples, Naweza patia tu mifano miwili which have really shown me that she is very confident. ile ambayo imenifanya nijue kwamba kwa hakika ana ujasiri. And sometimes I'm baffled of her confidence. Na wakati mwingine anashangazwa na ujasiri wake. And that's why sometimes I let her lead. Ndio maana tunasema wakati mwingine nataka aongoze And I follow. na mimi nafuata. Because I know I'm following somebody who knows what she's doing. Kwa sababu najua anafanya nini. Ndio. Ni vizuri kufanya mambo ambayo unajua kufanya kitu hapa. It is good for people who know what to do, to do things and do them. So here we are, very young. Hapa tuko tungali wachanga. We just got married. Tumefunga ndoa tu. And we have got our first son. Na tupata mtoto wetu wa kwanza. I don't remember how old he was. Maybe he was a few weeks old. Sijui alikuwa siku ngapi, labda majuma kadhaa. I'm talking about confidence. Nazungumzia kuhusu ujasiri. And I'm out there working. Na niko kule nje nikifanya kazi. And she's home with this newborn. Na yeye yuko nyumbani na huyu kifungwa mimba. And from what she tells me, Na kwa mambo leo niambia, ladies came into the house. kina dada wakamtembelea nyumbani. And they are carrying this infant Na wanabeba huyu mtoto who is almost dead. ambaye tayari amekufa. And they Karibu amekufa, karibu akufe. and they are bringing her to my wife. Na wanamleta kwa mke wangu. And to make a long story short, Kufupisha hadithi, when I came home that evening, nilipokuja nyumbani jioni hiyo, I found my wife with our firstborn, Gadua. nikapata mke wangu na kifungo mimba Gadua. A few ladies surrounding her in the house. Na kina dada kadhaa wamezingira pale nyumbani. And a frail baby on on the arms of one of the ladies. Na mtoto mdhaifu mkononi mwa mmoja wa kina dada. And they asked me, Na wakaniuliza, we have been waiting for you, Michael. tumekuwa tukikunja. I was not yet Babaladua then. It was just a few weeks. Siku anaitwa Babaladua, majuma kadhaa tu. We were waiting for you, Michael. Tulikuwa tunakungojea wewe Michael. Because we have a situation here. Sababu tuko na hali hapa. And you are the one who will save us for the day. Na wewe ndio utakayetuokolea siku hii. Whatever you say, we shall go by. Yeye anasema tutafuata.
Na wakaniambia habari ya mama fulani ambaye mimi nilikuwa najua. And they told me about a lady that I knew. Amepata mtoto. She got a baby. Na baada ya kujifungua, and after giving birth, hakuweza hata kunyonyesha huyu mtoto. She couldn't even breastfeed the child. Kwa sababu ameshikwa na ugonjwa, sasa ni kama hali mahututi. She got sick and she was she didn't know where she was. Tupeleka huyu mtoto kwa Mama Gadua. And you have brought this child to Mama Gadua. Lakini Mama Gadua akasema lazima tukungojee huyu. And Mama Gadua said we have to wait for you. But when I looked at her eyes and I knew her, na nilipotazama macho yake, I see the confidence in her. Niliona ujasiri aliyokuwa nao. Until this day I believe. Na hata siku ya leo naamini. You had breastfed that baby before I came. You had breastfed that baby even before. Ulikuwa umenyonyesha huyo mtoto kabla sijapata. Praise the Lord. Confident enough. Alikuwa na ujasiri. A step further. Kwenda hatua nyingine. And do a thing which was unthinkable. Na kufanya jambo lisilofikiriwa. Do you know it's not thinkable for those years? Wajua si jambo la kufikiria miaka hiyo zamani. And she had already breastfed a child. Na tayari amemnyonyesha mtoto ambaye si wake. And she is confident. Na ujasiri. My husband when he comes home, mume wangu yeye nyumbani, say the same. Akasema hivyo. I looked at her eyes. Nikatazama macho yake. And I asked them. Na nikauliza, what are you waiting for? Mnangojea nini? She should already be suckling. Angekuwa tayari akinyonya. Today as we speak. Leo tunapoongea. That girl, huyo msichana, she has her own teenage daughters. Ana msichana wake. Because of her confidence. Kwa sababu ujasiri wake. Not care what people will say. Hakujali watu wanasema nini. Care what my mother would say. Hakujali mamake anasema nini. Living on that time. But she did not care what the parents would say. Hakujali wazazi wangesema nini. They were right there. Walikuwa pale. So her confidence. Kwa hivyo ujasiri wake. I'm telling you, she had built her confidence. No. All the challenges she has found. Na pia amejenga ujasiri wake kwa changamoto nyingi ambazo amepitia. When she was spotted. Wakati alipokuwa akifanya So michezo. it's okay to engage your children in sport. Kwa hivyo ni vizuri kuwafanya watoto wako waingie kwenye michezo. Already be careful, know about the limitations. Lakini lazima tu uangalifu, tujue mwisho. On a similar case happened again. Na kitu kikatukia siku nyingine. Fast forward 2010. Yaani enda mbele kabisa mpaka mwaka wa 210. Fast forward to the year 2010. Na tunajipata hapa that year 2010 or 2011 there. And we find ourselves here 2010. Another challenge comes on. Na changamoto inakuja. And lies squarely on her. Na inamlalia yeye. Very similar to the first one. Ni kama ile tu sawa na ile ya kwanza. But now there is a teenage girl back in Kenya. Na sasa kuna huyu msichana ambaye ni teenager kule Kenya. She was a resident here but she has found herself back in Kenya. Alikuwa anaishi hapa lakini kajipata nchini Kenya. And she is pregnant back there. Na ni mzito kule Kenya. The only hope she has. Na tumaini moja tu ambalo nalo, that she will get her baby in the USA. Ya kwamba atajifungua mtoto wake hapa Marekani. And we are family friends. Na sisi ni marafiki wa familia. But there are so many details and so many technicalities. Siwaambii mambo kwa undani sababu kuna mambo mengi ambayo alikuwa na shida kidogo. And we would have found ourselves in a court of law maybe. Na tungejipata kotini ama mambo about confidence. Nazungumzia kuhusu ujasiri. When this lady, my wife, huyu mwanadada mke wangu, talked to the mother back there in Kenya. Alipozungumza na mama huyo msichana kule nchini Kenya. And also involved me in the discussions that we are talking. Na pia akanishirikisha kwa mazungumzo tunazungumza. She took on the challenge. Akachukua hiyo changamoto. Took on the challenge. Akachukua hiyo changamoto. A lady she has not met for over 10 years. Huyo ni mwanadada hajakutana naye baada ya miaka 10. You can imagine how old the girl was 10 years ago. Unaweza fikiria huyu dada amekuwa vipi baada ya miaka 10. The one who is not expectant. Huyo ambaye sasa ana baby. Alikuwa mtoto mdogo. And now the challenge is now she's pregnant and she's in Kenya. Na changamoto hapa ni sasa ni mjamzito na yuko nchini Kenya. And the parents could not come here. Na wazazi hawangekuja hapa. And the confidence she showed me that time. Na ujasiri alionyesha wakati ule. Long story short. Kukata hadithi refu kwa fupi. Calvary Evangelical also took part. Kanisa la Calvary pia mlishiriki. And a baby boy was born. Na kijana kazaliwa. And you can now imagine he's more than 10 years old. Na sasa fikiria kwamba yuko zaidi ya miaka 10.
of one person. Kwa sababu ya ujasiri wa mtu mmoja. The confidence she got when she was young. Ujasiri aliyopata alipokuwa bado mdogo. So I'm challenging our parents today. Kwa hivyo nawatia changamoto wazazi leo. Let us engage our children in sports. Wacha turuhusu watoto wetu waingie kwenye michezo. This will make you have them gain confidence. Utafanya wawe na ujasiri, especially if they get a good coach. Hasa wanapopata mkufunzi mzuri, encouraging them, ambaye atakuwa akiwatia nguvu. Now back to our sermon today. Kurudi kwa ujumbe wetu leo. Things are now going from one level to another level. Mambo sasa kutoka hali moja hadi nyingine. And now the boy is adamant that this is what happened to me. Na kijana bado anasikiza haya ndio yanatokea kwangu. And now they call the parents. Na sasa wanawaita wazazi. And they ask the parents. Na wanauliza wazazi, is this your son? Je, huyu ni mwanao? What happened to him? Nini ilifanyika kwake? You say he was born blind? Je, unasema ndio kipofu? How come he is seeing now? Inawezekanaje sasa naona? And we have had the challenge with the parents you are meeting. The challenge was, na changamoto ilikuwa ni, if these parents talked about Jesus Christ, hawa wazazi wangezungumza kuhusu Yesu Kristo, they would be sent away from the synagogue. Wangefukuzwa kutoka sinagogi. They would be excommunicated. Wangetupiliwa nje. And the synagogue is where they came to worship. Na kwenye sinagogi, the synagogue is where they brought their sacrifice. Na sinagogi ndipo walipoleta synagogue is where they were from to get whatever they needed. Na sinagogi ndipo walipata chochote walichohitaji. And now they are having this challenge. Na sasa wana changamoto of being excommunicated from the synagogue. Ya kufukuzwa kwenye sinagogi. But I like the words they said. Lakini napenda maneno waliyosema. He is of age. Yeye ni mtu mzima. Go and ask him. Muulizeni yeye. We know we gave birth to him. Twajua ndio tulimzaa. We know we brought him up. Twajua tulimkuza. We know that blind since he was born. Twajua amekuwa kipofu tangu azaliwe. But now he can see. Lakini sasa naona. We cannot speak about that. Hatuwezi kuzungumza kuhusu hayo. Go and ask him. Nendeni mukamuulize. He is of age. Yeye ni mtu mzima. Parents, do we know when our children become of age? Je, wazazi, do we know when our watoto wetu wanapokuwa? Do we know when they become of age? Je, tunajua wanapokuwa wazima? Do we know when these children are of age to make their own decisions? Je, tunajua watoto wanapofika umri wa kufanya maamuzi yao? Push them into things we don't even know. Ama tunafikiria kwa kusukumia mambo ambayo tujui. We find ourselves just pushing them from the way we grew up. Tunajipata kuwasukuma kwa jinsi tulivyokuwa sisi. Yes, I grew with no shoes on. Ndio nilikuwa bila viatu. Yes, I was walking to school 3 kilometers, whatever distance you are. Ndio nilitembea kilomita 3 ama zaidi. So what? Sasa nini? So what? Sasa nini? You are the one who walked. Wewe ndio uliyetembea. Huyu mtoto alipozaliwa. When this child was born, ulimweka kwa kikapu. You put him in a belly carrier. Na ukamweka kwa gari. And you put the child in the car. Na sasa nataka aishi bila uliishi bila viatu. And you want the child to live the way you did. No shoes. You know when they become of age. Je, unajua wanapokomaa? That they can now make their own decision. Ya kwamba sasa wanaweza kufanya uamuzi wao. I can tell you, mom. Wanaweza kuambia mama, I'm not taking that course. Sifanyi hiyo kosi. I'm not going to that school. Siendi hiyo shule. Mama, I'm taking on football. Na angalia mpira. On basketball. Na angalia mpira wa vikapu. Mama, I'm becoming the leader of the youth. Mimi nafanyika kuwa kiongozi wa youth. They become of age. Je, unajua wanapokomaa make their own decision. Je, unawaachia wafanye uamuzi wao? These parents said, wazazi wakasema, he's of age. Yeye ni mtu mzima. Go and ask him. Nendeni mkamuulize yeye. Speak for himself. Akazungumza kwa niaba yake. Let me talk now briefly because of this youth, the young people who are here today. Watazungumze kwa kifupi sababu ya wanarika walio hapa leo. We also must give our parents respect. Hata nasi lazima tuwaonyeshe wazazi wetu heshima. And you must realize and recognize that these people have come a long way. Lazima ujue unatokea kwamba hawa watu wametoka mbali. And the only advice they can give you, na ushauri ambao wanakupatia, is advice to see you grow and to see you go on. Ni ushauri wa kuona wewe unakuwa na unaendelea. So even when you push them, hata unapowasukuma, also be attentive to what they say.
Hebu sikiliza wanayosema and try to find out where are you coming from. Na utafute unatokea wapi. You ask your parent, where are you coming from? You are telling me this. Na uliza mzazi wako unatoka wapi? Unataka nifanye hivi. Where are you coming from? Wewe unaingilia wapi? Why are you making this point? Kwa nini umesema hilo jambo? And be ready to listen to the advice. Na kuwa tayari kusikiza ushauri. But the young people, lakini wanalika, please walk at your own pace. Tafadhali tembea kwa hatua zako. If you have a book and a pen, please write some points. Kama una kitabu na karatasi, please walk at your own pace. Nenda kwa mwendo wako. You know we are living in an era today. Tunaishi katika nyakati leo where everything is ready made. Everything is kila kitu tayari made. You just need a microwave. Unataka tu chombo cha kupashia chakula moto and everything is all ready for you in 5 minutes. Na kila kitu tayari kwa dakika 5. You want to go to law? Unataka kwenda law and all you need is just a click on your phone. Na kile unachohitaji tu ni kubonyeza simu yako. You find yourself in law. Unajipata law. We are living in this era. Tunaishi kwa nyakati hizi, everything is ready made. Nyakati ambazo kila kitu tayari kimetengenezwa. And somehow our brains have gone to sleep somehow. Na tunaweza sema labda mawazo fikira zetu zimesinzia kidogo. People sometimes they find themselves walking at other people's paces. Tunapata watu wengine kutembea kwa mwendo wa watu wengine. And when you walk at somebody else's pace, na ukienda kwa mwendo wa mtu mwingine, I'm telling you, you'll never get there. Nakwambia utafika pale. You'll never get there. Hautafika pale. You will tire before you get there. Utachoka kabla hujafika pale. You will lose before you get. Utapoteza kabla hujapata. So walk at your own pace. Kwa hivyo tembea kwa mwendo wako. Let us read just a very short scripture. Wanasoma maandiko mafupi hapa. In Genesis chapter 33. Mwanzo 33. And we shall read verse 12. Tusome mstari wa 12 to verse 16. Hadi mstari wa verse 12 to 16. 12 hadi 16. It's a very short part of scripture we shall read. Ni somo fupi sana ambalo tutasoma. Just to clarify this point, that walk at your own pace. Kumbuka vile nimesema tembea kwa mwendo wako. Then Esau said, let's move on and I'll go ahead of you. Jacob replied, my Lord knows that the children are weak, and I have nursing sheep and cattle. If they are driven hard for one day, the whole herd will die. Let my Lord go ahead of his servant. I will continue on slowly at a pace suited to the livestock and the children until I come to my Lord at Seir. Esau said, let me leave some of my people with you. But he replied, why do that? Please indulge me, my Lord. The last one. On that day, Esau stepped on his way back to Seir. Praise the Lord. So walk at your own pace. This is Esau and Jacob. Esau has been blessed. He now has many cattle and he has many servants with him. In fact, the Bible mentions the number he had brought with him there. I can imagine they had come on horses. Naweza kuona kiwa na farasi. I can imagine they are army people. Naweza kuona kiwa na jeshi. They are strong people. Na watu wenye nguvu. Built for the war. Ambao and I can imagine how they race on their horses. Naweza kuona vile wanavyokimbia kwa farasi zao. And yes, Jacob. Na hapa ni yuko Yakobo with his wives and his children. Na mke wake na watoto wake. And he has his herd of animals once he brought with. Na ana mifugo ambao alikuwa amekuja nao. And Esau is challenging Jacob into a race. Na Esau anashindana na Yakobo kwa mbio. And he's telling him, let's race. Anamwambia tukimbie. Come on, let's go. Ndio twende. And Jacob looks at the horses. Na Yakobo anaangalia farasi. And he says, na akasema, if I go at the pace of these horses, nikienda na mwendo wa farasi hawa, my children here, watoto wangu hapa, they will tire. Watachoka. These animals you see here, mifugo hawa unaona hapa, some have just given birth. Wengine wamezaa tu. Race with you. Nikikimbizana, these calves will die. Hawa ndama watakufa. And the ones who are expecting, na wale ambao bado watakuzaa, they will not get their animals. Watapata watoto. So Jacob said, Yakobo akasema, I'm sorry brother,
pole ndugu, I know you mean well to me, najua unaniwaza vyema, but go on ahead. Lakini wewe tangulia, I'll come behind you. Nitakuja nyuma yako At a pace I can manage. Kwa mwendo ambao unaweza. At your own pace. Tembea kwa mwendo wako. Walk at your own pace. Usipotembea kwa mwendo wako, kill your dream. Utaua you shall abort the dream before you come to me. Maono yako yatatoka. You shall lose everything before you get anything. Utapoteza kila kitu kabla hujapata chochote. Walk at your own pace. Tembea kwa mwendo wako. As we conclude, brethren, tukitamatisha wapendwa, the last point. Jambo la mwisho. Now the boy has been excommunicated from the synagogue. Sasa kijana amefukuzwa kutoka sinagogi. But remember, something has happened to him. Lakini kumbuka jambo limefanyika kwake. He can see. Anaona sasa. He can see. Anaona sasa. That has happened to him. Hii imetendeka kwake. It does not matter whether they throw you out. Hajalishi kama unafukuza nje. They will not change what has happened. Hawatabadilisha kile kimetendeka. I can see. Ndio you have thrown me out. Umenifukuza nje. But guess what? Lakini jueni, Jesus is the light of the world. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. When the light comes to my eyes, hiyo nuru wakati kuja kwa macho yangu, naweza kuona. And he went out comfortably. Na kaenda nje kule. Because he has been sent out of the synagogue. Kwa sababu alikuwa amefukuzwa ile sinagogi. But guess who comes by? Lakini tafakari amekutana naye. Guess who comes by? Tafakari amekuja. When he's out there. Wakati alikuwa kule nje. When everybody has left him. Wakati kila mtu alikuwa mwacha. Even the parents have said. Hata wazazi walikuwa wamesema. And they have declared. Na wametangaza. He is of age. Yeye mtu mzima. Ask him. Muulizeni. Punish him the way you would like. Let him find the consequences of what he has done. Wacha pate mambo atakayotukia. And the Pharisees have said, na Wafarisayo wamesema, you are not worthy to be part of us. Haustahili kuwa mmoja wetu. The Jews have said, Wayahudi wamesema, you are not fit to be with us. Wewe hupaswi kuwa nasi. And they have excommunicated na wametupa kule nje. Guess who comes by? Tafakari amekuja. Jesus found him out there. Yesu akampata kule nje. And he asked him. Na akamuuliza. He asked him. Akamuuliza. Do you know the Son of God? Je, unajua mwana wa Mungu? Bwana asifiwe. Praise the Lord. My prayer is, ombi langu ni, it does not matter what happens. Haijalishi ni nini kitatendeka. It does not matter what happens in your life. Haijalishi kimetendeka kipi maishani mwako. You find Jesus. Je, umempata Yesu? You find Jesus. Na upate Yesu. May he find you wherever you are. Na Yesu akupate mahali ulipo. It does not matter where you have been excommunicated. Haijalishi umetupwa wapi. It does not matter what people are saying about you. Haijalishi watu wanasema nini kukuhusu. It does not matter what people are saying about your children. Haijalishi watu wanasema nini kuhusu watoto wako. It does not matter what people are saying about your church. Haijalishi watu wanasema nini kuhusu It does kanisa not lako. matter what people are saying about your education. Haijalishi watu wanasema nini It does kuhusu not masomo matter yako. what people are saying about where you are. Haijalishi watu wanasema It nini does not kuhusu matter how walipo. long you have been here for. Haijalishi umekuwa It hapa does kipindi not matter gani. how far you have gone in education. Haijalishi umeenda It kwa does gani not kwa matter masomo. what you can do or what you cannot. Haijalishi unaweza kufanya nini au May huwezi you kufanya. find Jesus in all your endeavors. Na upate May you Yesu kwa find hali Jesus zako zote. in all your Na endeavors. upate Yesu kwa hali And zako this man zote. asked, huyu mtu akauliza, This one asks, where is he yeye yuko that wapi? I can believe in him? Ili nimwamini yeye. Jesus said, Na Yesu akasema, I who is speaking to you, mimi nakuzungumzia. I am him. Mimi ndiye. And this man fell on his knees Na huyu mtu akaanguka kifudifudi and he worshipped. na akamwabudu Yesu. May we all worship. Na sote tumwabudu Yesu. Tuinue kwa miguu yetu tafadhali. As we celebrate the name of the Lord. Tunaposherehekea As we matendo ya celebrate Bwana. the name of the Lord. Tunaposherehekea matendo ya I would Bwana. like us to go before the Lord Tasonde mbele za Bwana and just honor him for what he has done. na tuweze kumheshimu kwa yale ametenda. And just pray Na uombe that in whichever situation we find ourselves, kwa hali yoyote ambapo tunapata ndani yake, may we get the wisdom. na tupate hekima. The wisdom that comes from him. Hekima ambayo tokana kwake, That we may be able to go. ili tuweze kwenda. We shall have this short stanza. Tutakuwa na hii pambio. And then I shall invite you to go before the Lord. Kisha tukualika uende mbele za Mungu. And then just worship him. Na umwabudu tu. And just honor him. Na umheshimu tu. And then just pray for wisdom. Na uombe kwa hekima. As a parent, pray for wisdom.
Kama mzazi omba kwa hekima. As a young man, a young lady, pray for wisdom. Kijana mwenye rika omba. As a leader, pray for wisdom. Kama kiongozi omba hekima. You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, oh, you are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, oh, you are worthy to be praised. Wakupa utukufu, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Twakupa utukufu,